ya mchana wa tarehe 7 leo Julai, huku likisema kuwa watu wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Taarifa ya polisi inakuja baada ya kuenea kwa ripoti katika mitandao ya kijamii kuwa kutakuwa na maandamano katika siku ya leo ambayo ni siku ya mapumziko kupisha maonyesho ya kibiashara Sabasaba. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio hayo, na kwanza nimetaka kujua kwa jumla hali imekuwaje leo. Kwa siku ya leo hali imekuwa tofauti. Asubuhi kulikuwa na maeneo mengi yalishuhudiwa askari, lakini pia shughuli mbalimbali za kibiashara pamoja na watu kutokuonekana katika maeneo mengi. Ni jambo ambalo lilishuhudiwa hasa katika jiji la Dar es Salaam na miji mingine mikubwa kama Arusha, Mwanza, Mbeya na hata Dodoma. Lakini majira ya mchana hali ilikuwa tofauti na ilivyokuwa asubuhi, ambapo hali ya huduma za usafiri ilionekana kuimarika, magari yakaonekana ni mengi, biashara nazo zimeanza kufunguliwa, na hata nilipo karibu hapa jioni hii kuna shughuli za kanisa zinaendelea na waumini wanaingia kanisani kama ilivyo kawaida, lakini bado ulinzi bado umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya mji, haswa katika maeneo ambayo tunaweza kusema ni miundombinu ya kimkakati ya serikali kama vile bandari, viwanja vya ndege, lakini pia barabara za magari yaendayo haraka. Lakini pia kwenye makutano mbalimbali ya barabara pia kumeshuhudiwa askari wa polisi na askari wa jeshi la wananchi JWTZ. Naam, last kuna waliojitokeza kuandamana kokote japo wachache, kwa sababu kuna taarifa kuwa kuna walokamatwa. Unaweza kuthibitisha taarifa hizo kwamba kuna walokamatwa na kama kulikuwa na maandamano hata kama idadi haikuwa kubwa hivyo ya waliojitokeza? Hatujapata ripoti kutoka kwa polisi kuhusu kukamatwa au kufanikiwa kwa jaribio la watu katika eneo lolote ambao walikuwa wanajaribu kuandamana, na polisi na vyombo vingine vya ulinzi vimeonekana kila mahali, na serikali majira ya mchana leo yaliweza kusema kwamba hali ya usalama ni shwari nchini Tanzania. Sasa huenda kuna zoezi la ukamataji wa watu liliendelea, lakini alijaripotiwa kuhusiana moja kwa moja na matukio ya maandamano. Huenda labda ni ufuatiliaji tofauti wa polisi ambapo waliweza kufanikiwa kukamata watu, lakini tunafuatilia iwapo polisi watatoa taarifa na kuweza kueleza kwamba watu hao labda wanahusika labda na maandamano, lakini mpaka sasa hatuna taarifa yoyote. Maandamano hayo ya leo ya Sabasaba yalikuwa yameitishwa na kina nani na kwa nini? Maandamano hayo yalikuwa yanahamasishwa kwanza mtandaoni na baadhi ya wanaharakati kwa nia ya kutaka mageuzi ya kisiasa, wengine wakisema kwamba wanataka wajibikaji na haki kwa waathirika wa machafuko yaliyotokea baada ya ule uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025. Lakini siku za hivi karibuni serikali ilipiga marufuku na kusema wananchi wasifuate hamasa inayoendelea kwenye mitandao, kwamba inapotosha na ina nia ya kuweza kuchangia kuleta vurugu, na serikali ikasema kwamba maandamano ambayo yanapangwa na makundi hayo yanalenga kudhuru watu wakiwemo viongozi, kuharibu mali za umma na mali binafsi, lakini kuhujumu uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo ulinzi ulionekana kuendelea kuimarishwa haswa wiki moja kabla ya siku ya leo, na zoezi hili la doria linaonekana bado ni endelevu kwa hizi siku zinazokuja, kwani mpaka sasa katika maeneo mbalimbali tunaona idadi ya polisi na wengine kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ikiwa bado ni kubwa. Last, kwa faida msikilizaji, hii siku ya Sabasaba huwa ni ya kuadhimisha nini kwa Tanzania? Siku ya Sabasaba toka tuko wadogo ni siku ya biashara, siku ya wafanyabiashara, lakini ni siku ambayo ina historia kwenye nchi ya Tanzania, ambapo ndo siku chama cha kwanza tawala nchini Tanzania, chama cha TANU, ambacho kiliasisiwa tarehe 7 mwezi wa 7 miaka hiyo kabla ya uhuru wa Tanzania. Sasa chama hiki ambacho kilikuwa kinaongozwa na Mwalimu Nyerere kiliendelea kufanya sherehe zake katika tarehe hizo, lakini baadaye Mwalimu alifuta hiyo siku na hiyo siku ya sherehe kama siku ya kisiasa yenye historia na mambo ya siasa, na baadaye ilikuja ikaibuka mwaka 93, lakini ilirudishwa ikiwa na maana tofauti, kwa maana ya sikukuu ya Sabasaba ilikuwa inaanza kutambulika kama siku ya biashara na ikawa na majina mengi, sikukuu ya wafanyabiashara, na baadaye ikaitwa Dar es Salaam International Trade Fair Day, na kutokana na hivyo imekuwa na mabadiliko ya hapa na pale, lakini msingi wake ulianzia kwenye
kwenye siasa. Mpaka sasa ni siku ya kibiashara. Shukran Alfred Lastek kwa taarifa hiyo kuhusu Sabasaba huko Tanzania, lakini pia Sabasaba hufanyika hapa nchini Kenya. Na leo watu kadhaa wamekamatwa wakijaribu kufika katikati mwa jiji la Nairobi kuandamana siku ya Sabasaba ambao huadhimisha kukumbuka harakati za kurejesha demokrasia vyama vingi iliyoanzishwa na wanaharakati na wanasiasa wa upinzani miaka ya 90. Polisi imesema maandamano yaliyopangwa leo na wanaharakati si halali kwa sababu hawakuarifiwa mapema. Idadi kubwa ya polisi walitumwa katika maeneo kadhaa ya Nairobi kushika doria, huku kukiwekwa vizuizi barabarani ili kukagua magari yanayoruhusiwa kuingia mjini. Robert Kipto na maelezo zaidi. Polisi jijini Nairobi leo wamewakamata watu kadhaa kufuatia maandamano ya kumbukumbu za harakati za kupigania utawala wa kidemokrasia yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji. Waandamanaji walikusanyika katikati mwa jiji na maeneo mengine kuadhimisha sikukuu ya Sabasaba. Hata hivyo, polisi waliimarisha ulinzi na kufunga baadhi ya barabara, kuzuia shughuli za kibiashara na kuelekeza magari kutumia njia mbadala. Katika hatua iliyoonyesha msimamo mkali wa serikali, maafisa wa polisi walifunga barabara nyingi zinazoingia katikati mwa jiji na kuwazunguka waandamanaji wachache waliofanikiwa kufika eneo hilo. Maafisa waliovalia sare rasmi pamoja na wale waliokuwa wamevalia nguo za kiraia walionekana wakitumia magari yasiyo na nambari ya usajili ya serikali kuwakamata baadhi ya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika katikati mwa jiji. Serikali ya Rais William Ruto imekuwa ikichukua msimamo mkali dhidi ya maandamano, hasa baada ya maandamano makubwa yaliyosababisha vifo katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Wengi wanasema serikali inaona tahadhari ni bora kuliko majuto, huku wakosoaji wakidai hatua hizo zinaminya haki ya wananchi kukusanyika na kuandamana kwa amani. Kundi la kutetea haki za kibinadamu la Economic Justice Movement lilisema kuwa liliarifu idara ya polisi kuhusu mpango wa kufanya maandamano ya amani hii leo kuadhimisha kumbukumbu ya tarehe 7 Julai mwaka 1990, siku ambayo Wakenya walijitokeza kudai mageuzi ya kidemokrasia. Lakini polisi walikanusha kupokea taarifa hiyo na kusisitiza kuwa maandamano ya aina yoyote yangekuwa kinyume cha sheria. Vizuizi vya usalama viliwekwa katika maeneo mbalimbali ya jiji ili kuzuia watu kukusanyika. Licha ya hatua hizo, kundi la waandamanaji wasiozidi watu 20 lilifanikiwa kukusanyika katikati mwa jiji la Nairobi. Walipojaribu kuhutubia umma, polisi waliwatawanya haraka, huku baadhi yao wakikamatwa na kuondolewa kwa magari ya polisi. Kwa mujibu wa taasisi inayosimamia utendaji kazi wa polisi nchini Kenya, IPOA, takriban watu 127 waliuawa wakati wa maandamano yaliyohusishwa na mswada wa fedha, ugumu wa maisha, ufisadi na madai ya ukatili wa polisi kati ya Juni na Julai mwaka 2024 na katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Biashara nyingi zilibaki zimefungwa hii leo jijini Nairobi, huku magari ya uchukuzi wa umma almaarufu kama matatu yakionekana kwa uchache barabarani. Baadhi ya waandamanaji waliokuwa wakipeperusha bendera za Kenya na kubeba mabango walitembea kutoka bustani ya Jivanji kuelekea majengo ya bunge. Hata hivyo, walizuiliwa njiani na polisi, huku baadhi yao wakikamatwa. Akizungumza katikati mwa jiji kuhusu uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama, gavana wa jimbo la Siaya James Orengo alikosoa serikali akisema hatua ya polisi ilikuwa sawa na kuwanyanyasa wananchi waliokuwa wakitaka kuandamana kwa amani. Ni Robert Kipto huyo msikilizaji. Julai 7 almaarufu Sabasaba huwa ni kumbukumbu ya maandamano ya kihistoria ya demokrasia miaka ya 90 ambayo yalishinikiza serikali kukomesha mfumo wa chama kimoja nchini Kenya. Mashirika ya kiraia na wanaharakati hutumia siku hiyo kuonyesha kuunga mkono haki za binadamu, uwajibikaji wa kijamii na usawa wa kiuchumi. Mwandishi wa BBC Asha Juma alizungumza na kiongozi wa vuguvugu la Mtetezi linalotetea haki za raia, haki ya kiuchumi na uwajibikaji wa kijamii Francis Awino, pamoja na vijana Nyanjo Mjoshua na Beatrice Chepkoech kueleza kwa nini wanashiriki maandamano hayo na nini maana ya siku hii kwao. Na Sabasaba ilianzishwa 1992 na mababa zetu, na saa zenye walikuwa wanaanzisha Sabasaba walikuwa wanapigania kumaliza ile demokrasia ya chama moja. Saa hizi kwa hii enzi yenye tuko, Sabasaba pia ni ya maana kwetu, kwa sababu tunasema hatuwezi ishi nchi ambayo hauwezi pata chakula, nchi ambayo hauna maji ya kunywa, nchi ambayo hata masomo ni ngumu. Ni kuonyesha, tunaonyesha serikali ndio tunaanzisha struggle. Tutaendelea na struggle hadi Kenya
ikuwe nchi yenye kila mtu anafurahia kuishi. Maandamano kama haya yamefanyika miaka nenda miaka rudi. Kipi tofauti katika mwaka huu 2026? Struggles za huko nyuma zilikuwa na vitu tofauti. Kama struggles za maandamano ya 1990s Sabasaba ilikuwa kuend hiyo pati moja. Sisi kama vijana lazima tutoke, tuonyeshane. Hata kama leo tunaongelelea mambo ya polisi, venye polisi wanasumbua watu, ndio tumeanza. Lazima tujaribu venye tutaweza Kenya ikuwe ile nchi ambayo kila mtu anaweza furahia kuishi. Na Brenda, nije kwako. Maandamano haya yana maana gani kwako wewe? Wanafunzi wengi wamekufa katika protests za miaka zilizopita. Nimejitokeza kurepresent wanafunzi wenzangu sababu wanafunzi wengine wanaogopa. Nimeamua kujitokeza. Waliokufa wakipigania second liberation, yale mambo ambayo walikuwa wanapigania ndio sisi bado kama vijana tumechukua, tunaendeleza, tunapigania, kwa sababu hakuna tofauti wakati ule na wakati huu. Tatizo gani hasa ambayo unaona yanawaleta vijana barabarani? Tatizo la kwanza ni kusoma sana, pia na hakuna ajira. Tatizo ya pili, kuna hiyo kushikashikwa na polisi, kuvioletiwa bila kuelewa kitu unafanya. Tatizo la tatu na ni la maana, wiki ambayo imeisha tulifanya maandamano ya commemoration ile ya 25th, na vijana wenye tulikuwa nao wenye tulikuwa tunandamana nao wengine walishikwa na wakapelekwa kwa manyumba ambayo hawakuelewa. So hayo pia tunalilia na tutazidi kulia hadi serikali iweze kufuata sheria na serikali iweze kufuata katiba. Swali nyingine, watu wanauliza kwa nini tunapeleka petition pale bungeni. Ni kwa sababu saa zenye tunachagua hawa bunge, huwa tunawachagua ndio watu represent. Saa hizi tumefanya research ya kutosha na kuona zile vifo zenye zimepatikana, wale watu ambao wamekidnapiwa wote na ni kwa sababu gani, wale watu ambao wamepigwa ni kwa sababu gani. Na ndio maana sasa tunataka tuende pale bungeni, tulilie wabunge waweze kuangalia venye wanaweza lainisha hinje ya polisi, ndio polisi waweze kufuata sheria. Ni hatua gani hasa nyingine mnazodai zichukuliwe na serikali? Polisi akifanya kitu mbaya, asipofuata sheria, akuange personally liable. Either ukipiga mtu, ushoot mtu, bora tu haujafuata sheria, akuange personally liable. Lakini kuna mashirika kama vile IPOA ambayo mara nyingi yanajitokeza kuangazia yale ambayo yametekelezwa na maafisa usalama. Vipi hili unalizungumziaje? Ndio ifike kuwa sisi kama wakereketo tutajipata kwa barabara. Tumeandika barua nyingi kule kwa IPOA, Commission for Administrative Justice. Huwa tunawapelekea evidence beyond reasonable doubt kuwa officer A ama polisi A amekeuka sheria. Ile kitu yenye huwa wanafanya, wanachukuanga namba yako, alafu wanakuambia watakupigia ukifuata kesi yako, wanakupatia sijui ref number, then inakuwa hivyo. Hayo mashirika hayafanyi kazi ambayo wanapaswa kufanya. Wamelalia kazi yao, na ndio maana sisi kama vijana tumeamua kutokea kwa street ndio tuweze kulilia serikali iweze kuangalia malilio yetu. Tukiachana na taarifa hizo za Sabasaba, tunaangazia sasa mkutano wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO ambako Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa tena jumuiya hiyo ya NATO baada ya kuwasili kwenye mkutano wa kilele wa viongozi wa jumuiya hiyo unaofanyika nchini Uturuki. Bwana Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba hajatendewa vyema na nchi wanachama wa NATO, hasa Uingereza alosema hawakumuunga mkono kwenye vita dhidi ya Iran. Hata hivyo alimwagia sifa tele mwenyeji wake Rais Recep Tayyip Erdogan na kusema kama mkutano huo usingefanyika basi nchini Uturuki huenda asingehudhuria. Awali Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa Ulaya kuimarisha mifumo yake ya ulinzi dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Urusi. Skola Kisanga na taarifa zaidi. Moja ya wasiwasi mkubwa wa viongozi hao wa Jumuiya ya Kujihami ya nchi za Magharibi NATO ni jinsi ya kuhakikisha wanadumisha uhusiano mzuri na Rais wa Marekani Donald Trump. Kuna hofu kuwa rais huyo wa Marekani anaweza kuzikosoa hadharani nchi hizo ambazo zimeshindwa kutimiza makubaliano ya kuongeza matumizi ya ulinzi. Kabla ya kuanza kwa mkutano huo wa siku mbili, Rais Trump alionya kuwa utakuwa na athari kwa nchi wanachama ambazo zimesalia nyuma katika utekelezaji wa kuongeza bajeti ya ulinzi. Rais Donald Trump tayari
amewasili nchini Uturuki kwa mkutano huo muhimu wa NATO ambao unatarajiwa kujikita katika kuimarisha msaada wa Ukraine, huku Urusi ikiendelea kuongeza mashambulizi yake ya makombora. Anatarajiwa pia kufanya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kabla ya kikao kikuu kitakachofanyika siku ya Jumatano. Katika mkutano wa awali wa viongozi wa NATO, Rais Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa mataifa ya Ulaya kuongeza uzalishaji wa silaha na vifaa vyao vya ulinzi ili kuimarisha uwezo wa kujilinda dhidi ya Urusi. Moja ya vitu ambavyo tunataka kuvifanya hapa Ulaya ni kujenga ngome imara ya kukabiliana na makombora ya kibalistiki ya Urusi. Kweli hii ni changamoto kubwa sana. Hii ni nafasi ya mwisho ya Urusi. Na namna ambavyo tumeshaona pia hata katika vita Mashariki ya Kati, hili ni tatizo la kidunia. Na naamini Jumuiya ya Ulaya inahitaji mpango wake wa haraka kuunda mfumo wa kukabiliana na makombora ya kibalistiki pamoja na makombora mengine. Rais Volodymyr Zelensky pia amesema anatarajia kufikia makubaliano mapya kuhusu ununuzi na uzalishaji wa ndege zisizokuwa na rubani, yani drones. Mashambulizi hivi karibuni dhidi ya Ukraine yanakuja wakati nchi hiyo ikiwa imeongeza mashambulizi yake ya masafa marefu kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, dhidi ya Urusi, ikilenga viwanda vya kusafisha mafuta na maeneo ya kijeshi, hali ambayo imesababisha upungufu mkubwa wa mafuta na kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo nchini Urusi. Naye katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amezitaka nchi wanachama za muungano huo kutimiza wajibu wao wa kuongeza msaada kwa Ukraine ili iweze kuendelea kulinda mamlaka na uhuru wake. Akizungumza kuhusu hali ya vita, Rutte amesema Ukraine inaendelea kubadilisha mwelekeo wake wa mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Mpango wetu upo wazi. Mapambano bado yanaendelea na kuweza kushinda tunahitaji wanachama wote kuungana kwa pamoja, kuweka juhudi zaidi, haraka, kwa nguvu na kwa pamoja. Hatuna muda wa kutosha. Lazima tulimalize hili ili kubaki salama. Pia amegusia mashambulizi ya hivi karibuni ya ndege zisizo na rubani, yani drones, ambazo zimeripotiwa kushambulia Ukraine hivi karibuni. Hata hivyo, Mark Rutte anasema msaada wa washirika wa NATO unasalia kuwa muhimu katika kuimarisha uwezo wa Kiev. Urusi ni maskini kwa karibu nusu ya bajeti yake. Karibu 50% ya mapato yake inayatumia kununua silaha za kivita. China inaendelea kuboresha mbinu zake za uzalishaji wa nyuklia. North Korea nayo inaendelea kukuza programu zake za nyuklia. Nchi hizi zinafanya kazi pamoja na hili lazima wote tuliangalie. And that should concern us all. Wakati mapambano ya angani yakiendelea kushika kasi, makombora ya balistiki ya Urusi yanaendelea kuishambulia Ukraine na kusababisha hasara kubwa, hususan katika mji mkuu wa Kiev. Mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na shinikizo, huku dhamira ya Marekani ya kuendelea kujihusisha na ulinzi wa bara hilo ikionekana kupungua. Katika shambulio la siku ya Jumatatu, karibu ndege zote zilizokuwa na rubani, yani drones, zilidunguliwa. Hata hivyo, hali ilikuwa tofauti kwa makombora balistiki. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, hakuna hata kombora moja la balistiki lililofanikiwa kuzuiliwa katika shambulio hilo, jambo linaloonyesha kukabiliana na aina hiyo ya silaha. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC. Taarifa ya Skola inatupeleka moja kwa moja viwanjani kwa KV Buchana. Barabara kabisa. Punde sipunde, bingwa mtetezi Argentina inakipiga dhidi ya Misri kuwania tiketi ya robo fainali, na baadaye leo usiku Uswisi kujitupa uwanjani kupepetana na Colombia. Ni wakati ambapo safari ya Ronaldo ya kombe la dunia yaisha kwa machozi, huku kocha Roberto Martinez anayelalamikiwa kwa upendeleo akiondoka. Moja ya safari kubwa za soka duniani itamalizika bila taji kubwa zaidi baada ya mechi ya mwisho ya kombe la dunia ya Cristiano Ronaldo akiwa na Ureno kuisha kwa kipigo cha 1-0 dhidi ya Uhispania. Alikuwa akibobujikwa na machozi, huku historia yake ya kombe la dunia ikifikia kikomo jijini Dallas. 41, mshindi mara 5 wa tuzo ya Ballon d'Or, mshindi mara 5 wa ligi ya mabingwa na bingwa wa Ulaya Euro 2016, amefunga jumla ya mabao 976 ambayo ni rekodi ya dunia kwa klabu ya nchi yake. Ameweka
ameweka rekodi ya kufunga mabao katika mashindano 6 tofauti ya kombe la dunia. Alikuwa tayari ameshatangaza kuwa hili lingekuwa kombe lake la dunia la mwisho, lakini baada ya mechi alisema, nitakutana na familia yangu na kufanya maamuzi nikiwa na akili tulivu, alipoulizwa kama ataendelea kuichezea nchi yake. Wakati huo huo, kocha mkuu wa timu hiyo ya Ureno Roberto Martinez ametangaza rasmi kujiuzulu. Mkataba wa Martinez ulikuwa unafikia kikomo mara baada ya kombe la dunia kumalizika, na alithibitisha kuwa mechi dhidi ya Uhispania ilikuwa ya mwisho kwake. Kwenye mkutano wake na waandishi wa habari, Martinez alisema, nilikuja Ureno kushinda kombe la dunia na nadhani bila ushindi huo haina maana kuendelea. Mkataba wangu unaisha leo, hakuna mengi zaidi ya kusema. Licha ya timu yake kukosolewa kwa kiwango kibovu na kung'ang'ania kumchezesha Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 kwa dakika zote 90, Martinez alisisitiza kuwa mashindano hayo hayakuwa kufeli, bali walipoteza dhidi ya timu bora kwa sababu ya makosa madogo. Tukiacha Roberto Martinez aliyejiuzulu jana, orodha ya makocha wengine ambao tayari wamejiuzulu au kufukuzwa kazi kufuatia timu zao kuondolewa inajumuisha pia Ronald Koeman wa Uholanzi aliyejiuzulu saa chache baada ya Uholanzi kuondolewa na Morocco, Julian Nagelsmann wa Ujerumani, Sebastian Becachece wa Ecuador aliyejiuzulu mara baada ya timu yake kufungwa na Mexico mabao 2-0, Carlos Queiroz wa Ghana. Kuna pia Hervé Renard wa Tunisia, Sabri Ramouchi pia wa Tunisia, Marcelo Bielsa wa Uruguay na Steve Clark wa Scotland, pamoja na Hang Yong-bo wa Korea Kusini. Nihitimishe na kocha wa England Thomas Tuchel anatarajia Reece James atakuwa tayari kwa ajili ya mchezo wa robo finali ya kombe la dunia dhidi ya Norway siku ya Jumamosi. Matatizo ya Thomas Tuchel katika nafasi ya beki wa kulia yaliongezeka baada ya Jaler Kansa kuonyeshwa kadi nyekundu katika ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Mexico siku ya Jumapili, ikimaanisha kuwa beki huyo wa Bayer Leverkusen ya Ujerumani amefungiwa mechi ijayo ya mtoano ya England itakayochezwa mjini Miami. James bado hajarejea kikamilifu kwenye mazoezi baada ya kupata jeraha katika mechi ya pili ya hatua ya makundi dhidi ya Ghana, na amekosa mechi dhidi ya Panama, DRC na Mexico. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Saa 1 saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni: polisi Tanzania wamezuia kufanyika maandamano ya Sabasaba, huku watu kadhaa wakikamatwa wakijaribu kuandamana katikati mwa jiji la Nairobi nchini Kenya siku ya Sabasaba. Mapigano katika mji wa Sudan wa El Obeid yanatatiza shughuli za kusambaza misaada ya kiutu, wakati ambapo familia zaidi zikikabiliwa na baa la njaa. Shirika la Afya Duniani WHO nalo linasema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unatanuka na hawajaweza kudhibiti. Na leo ni siku ya Kiswahili duniani. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM radio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, lakini vile vile yako kwenye FM tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Karurobi nikiwa Nairobi. Mapigano katika mji wa Sudan wa El Obeid yanatatiza shughuli za kusambaza misaada ya kiutu, wakati ambapo familia zaidi
zaidi zinakabiliwa na baa la njaa. Mkuu wa shirika la kimataifa la kutoa misaada ya kibinadamu la Norwegian Refugee Council NRC Jan Egeland amesema wafanyikazi Sudan wanahatarisha maisha yao kufikisha misaada kwa waathiriwa, kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yanayolenga misafara ya magari ya kusafirisha misaada. Awali nimezungumza na Grace Oonge, afisa mwandamizi wa NRC Sudan, kupata picha kamili ya mzozo wa kibinadamu huko Sudan. Tangu vita vilivyoanza mwaka wa 2023, mambo yameendelea kuzorota. Kwa sasa tuko na shida kubwa kuhusiana na ukosaji wa chakula, pia ukosaji wa huduma za afya, huduma za maji, na pia mahali pa kuishi. Hali hizo zinaendelea kuzorota kila mahali katika nchi ya Sudan. Saizi watu ambao wamelazimika kuhama kwao imefika idadi kubwa zaidi. Kwa sasa Sudan iko na the highest number of IDPs ambao wamelazimishwa kuhama nyumbani kwao, na shida ambayo tunayosumbuka sana nayo ni ukosaji wa chakula. Sana sana wakati msimu huu wa mvua, tunatarajia ya kwamba mvua ikinyesha tunaweza kuwa na shida ya ukosaji wa chakula, mabarabara yatakatishwa, kwa hivyo hata chakula inayoingia katika eneo kama Darfur inaweza kosa kufika hizo eneo ambao tuko na watu waliolazimishwa kuhama nyumbani kwao. Kila siku tunaendelea kuona hali ikizorota nchini Sudan. Naam, umezungumzia hapo kwamba Sudan ina idadi kubwa zaidi ya watu ambao wamelazimika kuhama makazi yao. Pengine idadi hiyo, una takwimu za ni kiasi gani cha watu ambao wamelazimika kuhama makazi yao, lakini pia wanaohitaji msaada kwa dharura? Kwa sasa tunao karibu watu zaidi ya milioni 10 ambao walilazimishwa kuhama kwao, na pia katika nchi yote tunaona zaidi ya watu milioni 21 ambao wanahitaji usaidizi, ambao wako katika hali mbaya inayohitaji usaidizi wa haraka. Sasa hiyo ni karibu nusu ya watu walio katika nchi yote ambao wanahitaji usaidizi. Naam, ripoti za hivi karibuni zinasema kwamba hali ya kiusalama na kibinadamu katika mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini wa Al Obeid inaripotiwa ya kutia wasiwasi. Pengine utueleze zaidi kuhusu kinachojiri huko. So hali ya Al Obeid ni hali ambayo pia sisi inatutia wasiwasi sana. Mji huyo unazidi kuzingirwa na mashambulizi yanaendelea na drones. Hii ni harakati za vita tumeiona zikiongezeka sana hapa Sudan. Katika wiki za 3 zilizopita tumeona karibu watu 45 ambao wameuliwa na hizi mashambulizi za drones peke yake. Vikundi vya vita zimezingira hiyo mji wa Al Obeid, na ni njia chache peke yake zimebaki ambazo watu wanaweza tumia kutoroka ama kutoka kwa hiyo eneo. Pia katika nchi, kwa sababu hiyo kuzingirwa na hizo drone strikes zimekuwa zikilenga hospitali, shule, masoko, yani vifaa vya binadamu, na imeendelea kuongeza ukosefu wa maji, ukosefu wa mashule, ukosefu wa vitu kwa soko. So hiyo kuzingira na hizo drone strike pia zinaendelea kufanya hali ya eneo ya Al Obeid kuzidi kuwa mbaya. Nyinyi kama shirika ambalo linahudumu Sudan NRC, mnawezaje pengine sasa kuwasilisha misaada kwa wakazi wa mji huo na miji mingine wakati ambapo mashambulizi yameongezeka namna hiyo? Kwa sasa tunaendelea kufanya kazi, bado tuko na watu wanaofanya kazi na NRC wako bado kwa mji wa Al Obeid, so tunaendelea kufanya kazi pamoja nao. Pia tuko na mashirika ya Sudan ambazo wanaendelea kufanya kazi katika miji tofauti pale Al Obeid, na pia tunaowaita local responders, ni wanajamii wa hilo eneo ambao bado wanaendelea kukaa na kuendelea kupatia usaidizi katika hizo eneo. Sisi tunaendelea kuwapatia hela, tunaendelea kusaidia na kufikisha hizo msaada kwa hizo eneo, lakini bado tunazidi kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya wanafanya kazi wetu wa NRC, na pia hali ya hao local responders na pia mashirika hizo zilizo huko ndani, na ndio maana tunaendelea kutoa wito katika pande zote, kwa sababu hiyo wasiwasi inaendelea kupanda. Ni lazima tuendelee kulinda raia na kuhakikisha kwamba vita zozote haziwezi kutarget hao wafanyikazi wa mashirika kama NRC ama hao local responders ama mashirika za Sudan. Pengine mna njia mbadala ya kuwafikia waathiriwa hasa katika maeneo ambapo mapigano yanaripotiwa kupamba moto zaidi? Kusema kweli, kusonga imekuwa shida kwa sababu ya hizo drone strike. Tunaendelea kusonga na wasiwasi kwa sababu hizo drone strikes zinaweza kulinga maeneo ambayo tunafuata. Kwa hivyo tunafanya kenye tunachoweza, lakini kwa sasa bado tuna nia ambazo tunaweza fikia watu na tunaweza hakikisha usaidizi inafikia wanaohitaji sana.
Iwapo mtazidi kutatizika kufikisha misaada, mnahofia kwamba hali itakuwaje katika siku zijazo mjini humo? Kwa nini sasa mashirika mengi yanajitokeza ya kutoa misaada ikiwemo lenu kusema kwamba hali ni mbaya zaidi, kunahitajika misaada ya dharura, lakini hali ni ya kutisha? Kwa sasa tayari famili nyingi zimekosa chakula, zimekosa maji, zimekosa huduma za afya, na hizi ni kwa sababu hizi vifaa zimekuwa zikigongwa na hizi drone strikes. So tayari kuna hiyo shida. Tusipopata nafasi ya kuendelea kufikisha misaada, basi tunahofia ya kwamba hali itakuwa mbaya zaidi. Huyo ni Grace Onge, afisa mwandamizi wa NRC Sudan, akielezea hali ya kibinadamu ambayo inatajwa kuzorota hasa katika mji wa El Obeid ambao umezingirwa na RSF. Mahakama ya rufaa mjini Paris, Ufaransa, imedumisha hukumu dhidi ya kiongozi wa mrengo wa kulia wa chama cha National Rally Marine Le Pen kwa matumizi mabaya ya fedha za Umoja wa Ulaya. Imepunguza muda wa yeye kupigwa marufuku kugombea nafasi za umma, kumaanisha kwamba kiufundi ana uwezo wa kugombea urais mwaka ujao, lakini lazima avae kifaa cha kielektroniki cha kufuatilia nyendo zake, na hivyo kuna uwezekano mkubwa asifanye hivyo. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Mahakama ya rufaa ya Paris, Ufaransa, imeunga mkono hukumu ya kupatikana na hatia ya ubadhirifu wa pesa dhidi ya mwanasiasa mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia Marine Le Pen. Faini ya euro 1,100 sawa na pauni 74,700 kutokana na ubadhirifu wa pesa za bunge la Ulaya imethibitishiwa, pamoja na kifungo cha miaka 3 jela. Kwa hukumu hiyo, Le Pen anasema hatagombea urais katika uchaguzi wa urais wa Ufaransa wa mwaka 2027. Amesema kuwa muda wote atakaokuwa amevaa kifaa hicho kitamzuia kufanya kampeni vizuri, kwani itambidi kuomba ruhusa kila anapofanya mkutano wa kampeni. Kwa kupunguziwa muda ambao amepigwa marufuku kutoshika wadhifa wa umma hadi miezi 15 kutoka miezi 30 iliyobaki kati ya miezi 45, bado angeweza kugombea urais wa nchi hiyo. Desemba mwaka 2023, Le Pen na watu wengine zaidi ya 20 walishtakiwa wakituhumiwa kutumia vibaya fedha za bunge la Ulaya, na mwezi Septemba mwaka 2024 kesi ilianza na Le Pen alikana kosa lolote. Tarehe 31 mwezi Machi mwaka 2025, Le Pen alipatikana na hatia na kupewa kifungo cha miaka 4 jela, ambapo miwili imesimamishwa na mingine miwili ataitumikia akiwa na kifaa cha kumfuatilia bila ya kifungo cha gereza. Le Pen alikana kile anachokielezea kama uamuzi wa kisiasa na atakata rufaa dhidi ya marufuku hiyo. Mwaka 2026 kesi ilianza katika mahakama ya rufaa mwezi Januari na kumalizika mwezi Februari, huku uamuzi wa rufaa ukitolewa leo Julai 7 mwaka 2026. Le Pen ni mwanasiasa anayeongoza chama cha mrengo wa kulia National Rally RN, ambacho miongoni mwa sera zake maarufu ni kupinga wahamiaji nchini Ufaransa. Na Kenya imekuwa nchi hivi punde zaidi ya Afrika kuwarejesha baadhi ya raia wake kutoka Afrika Kusini, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa wimbi la chuki dhidi ya wahamiaji. Miongoni mwa kundi la kwanza la Wakenya waliorejea Nairobi wiki iliyopita ni Enos Mate, mzee wa umri wa miaka 70 ambaye alikuwa akiishi Afrika Kusini kwa zaidi ya miaka 16, na baada ya kutoroka ghasia za kisiasa nchini Kenya alielekea huko Afrika Kusini. Alizungumza na mwandishi wa BBC wa masuala ya Afrika Thomas Mokwana katika ripoti hii ambayo inasimuliwa na Halima Nyanza. Niko katika jiji la kibiashara Nairobi kukutana na Enos Mate. Ni mmoja ya Wakenya wapatao 150 ambao wanaishi nchini Afrika Kusini kwa miaka kadhaa, lakini wameikimbia nchi hiyo kutokana na maandamano ya hivi karibuni kupinga wahamiaji. Enos, habari? Nzuri sana. Niaje? Bishita tu. Enos alienda Afrika Kusini mwaka 2009 kutafuta hifadhi kufuatia ghasia zilizotokea nchini Kenya baada ya uchaguzi na kuanza upya maisha. Akiwa na umri wa miaka 70, alifanya kazi katika kiwanda cha chuma mjini Durban, huku kwa wiki akipata kiasi cha fedha za nchi hiyo randi 1745 sawa na dola za Kimarekani 97. Aliishi katika moja ya makazi ya siku nyingi yasiyo rasmi yaliyopo Durban. Wimbi la maandamano ya kupinga wahamiaji lilikumba miji mikuu ya Afrika Kusini, huku waandamanaji wakitoa wito kudhibiti wahamiaji haramu. Serikali ya Afrika Kusini imetetea haki za watu kuandamana, lakini kumeripotiwa pia kutokea ghasia na kushambuliwa kwa wahamiaji wa Kiafrika. Enos ameniambia alihisi mabadiliko katika kipindi cha miezi michache iliyopita. Kwanza anasema kundi la watu lilimzuia kuingia katika sehemu anayofanya kazi kwa vile tu ni raia wa kigeni.
denied to enter in. Nilizuiwa nisiingie. Walisimama getini kukagua wale wanaoingia ndani. Kama ni Mwafrika Kusini ama ni mgeni, unapaswa kwenda nyumbani. Haikuchukua muda mrefu, akasema kundi la waandamanaji wenye hasira walifika mlangoni kwake huku akiwa wamebeba fimbo. So it is difficult there. Hivyo ilikuwa ni ngumu kule. Chuki dhidi ya wageni ilikuwa ni ya mlango kwa mlango, watu wakitafutwa katika nyumba zao. Mimi pia nilichukuliwa nikiwa chumbani mwangu. Niambie ilikuwaje? Walipokuja nilidhani labda wataondoka tu. Hawakuondoka. Walisukuma kitanda na kuingia ndani, lakini walipoingia walimkamata Malawi mmoja, Wazambia wawili waliwachukua na kuwapeleka kwa polisi ambao walikuwa nje wamesimama barabarani. Nilijitahidi kukimbia kuwatoroka ili nikimbilie upande mwingine walikotoka, na ndiko nilikojiumiza mguu. Anasema alijaribu kuelezea polisi kwamba alikuwa akiishi kihalali Afrika Kusini, lakini hata hivyo badala yake hawakumpa msaada wowote na kumwambia kwamba hata kama anaishi kihalali nchini humo ni lazima aondoke. BBC ilipouliza polisi wa eneo hilo juu ya madai hayo, walijibu kuwa hawana taarifa za kutosha kuweza kujibu madai hayo. They were handing the one in the Zimbabwean and the Malawian to the police. Waliwakabidhi polisi wale wa Zimbabwe na Malawi. Mimi nilirudi kule tena kuwajulisha polisi kwamba mimi naishi kihalali huku na kwamba nina nyaraka za hifadhi zinazoniruhusu pia kufanya kazi, kufanya biashara au hata kusoma. Ndiyo, lakini sasa wananilazimisha kuondoka, na polisi wakaniambia wao hawana cha kufanya, na wakaniambia ni kufunga virago vyangu na kuondoka. Nitafanyaje? Na sasa sina kitu chochote. Enos aliwasili Nairobi Jumanne iliyopita baada ya serikali ya Kenya kuingilia kati na kuwasafirisha Wakenya kadhaa waliotaka kurudi nyumbani kwa usalama wao. Baada ya kuacha kila kitu chake ikiwemo mtoto wake wa miaka 10, ameanza tena upya maisha akianzia sifuri. Anasema wote waliorudishwa nyumbani walilazimishwa kusaini nyaraka ambazo zinawazuia kuingia Afrika Kusini kwa miaka 5, na alilazimishwa kufanya hivyo licha ya kwamba alikuwa akiishi kihalali. Now you are putting me to these people we call undocumented. Sasa mnaniweka mimi na kundi la watu tunaowaita kuwa hawana vibali halali. Mimi nina vibali halali vya kuishi huko. Kwa nini mnaniadhibu sawa na hao? The same way you are punishing this. Serikali ya Afrika Kusini imetetea waandamanaji kwa kusema kuwa kwa sehemu kubwa waliandamana kwa amani na kwamba zaidi ya wahamiaji haramu 50,000 wamekamatwa. Lakini hata hivyo, katika baadhi ya maeneo maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu. Kwa sasa Enos ameanza kujenga tena maisha yake. Kwa umri wake mkubwa na mguu wake wenye majeraha, amejisajili katika mpango wa bima taifa kuweza kupata huduma ya afya. Katika mazungumzo naye, alinionyesha picha mtoto wake wa miaka 10 na kunielezea jinsi anavyohisi toka alipofika. Najihisi niko sawa kwa sababu niko nyumbani. Sitaweza kuulizwa nikiwa njiani. Unakwenda wapi? Niko huru. Msikilizaji, ni tizame ujumbe wako hapa kupitia ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Fund Hamis Full Megebuka kutokea Kigoma, Tanzania, unasema umetembelea maeneo mengi ya Kigoma na wananchi kwenye maeneo mengi walikuwa wanaendelea na majukumu yao kama kawaida. Ngalama Maluta naye wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema Trump hawezi kuungwa mkono na washirika wa NATO kwa sababu alianzisha vita ambavyo vilikosolewa na mataifa mengi. Mbaraka Moshi anasema Watanzania tuwe watulivu, na Isaya Sambo mpenda amani anasema Sudani na safari ndefu sana kupata amani ya kudumu ili wayafikie maendeleo ya kweli. Ni kushukuru Frank Guiza, unasema uko Dar es Salaam na unapata matangazo haya kwa njia nzuri kabisa. Lakini pia namuona hapa Fund Hamis Full Megebuka kwa mara nyingine tena akiwa ametuma ujumbe wake hivi leo jioni. Msikilizaji, na kushukuru kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karo Robin. Kila mwaka tarehe 7 Julai dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya Kiswahili. Maudhui ya kauli mbiu ya maadhimisho hayo mwaka huu ni kuimarisha matumizi ya lugha hii kama nguzo ya amani, ustawi na kuimarisha tamaduni mbalimbali. Mwandishi wa BBC Peter Mwangangi anaangazia jinsi sanaa ya muziki inasaidia kukuza Kiswahili.
kiumeamua kunitoroka. Muziki unaotumia lugha adhimu ya Kiswahili unazidi kuvuka mipaka. Bendera yake ikipeperushwa na wasanii kutoka Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Kuanzia mistari, vina, midundo ya kusisimua, sauti laini na densi, dunia inazidi kukubali Kiswahili siku baada ya siku. Na sasa si ajabu kuona wasanii ama wanamuziki wa sehemu zingine duniani wakitumia lugha hii, kuashiria kuwa lugha hii inaendelea kuvuka mipaka na kuwafikia mamilioni ya wasikilizaji na watumizi kote duniani. Leo nataka tuangazie kwa kifupi tu safari ya Kiswahili. Lugha hii inazungumzwa na zaidi ya watu milioni 200 na kutumika katika zaidi ya nchi 14 za bara la Afrika. Afrika Kusini na Botswana zimeanzisha mafunzo ya Kiswahili shuleni, huku Namibia na mataifa mengine yakizingatia kufanya hivyo. Aidha, Kiswahili ni mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika, ishara ya hadhi yake inayozidi kuimarika barani. Lakini matumizi yake hayajaishia Afrika pekee. Pia kuna jamii zinazozungumza Kiswahili katika nchi kama Oman na Yemen. Kama ni mapenzi Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, takriban watu 90,000 nchini Marekani pia huzungumza Kiswahili. Hii inaashiria kuwa lugha hii inaendelea kuvuka mipaka na kuwafikia mamilioni ya wasikilizaji duniani. Na kupitia muziki, mamilioni zaidi ya watu duniani wanaendelea kuimba kwa Kiswahili, wengine bila hata kujua kwamba wanafanya hivyo. Kutoka Afrobeats hadi amapiano, bongo flava hadi mitandao ya kijamii, Kiswahili kinaendelea kuunganisha mataifa, tamaduni na vizazi, wimbo mmoja baada ya mwingine. Lakini safari ya Kiswahili ilianza karne nyingi zilizopita, kabla ya muziki wa kisasa kufanya lugha hii itambulike duniani. Kulingana na shirika la UNESCO, Kiswahili kilizaliwa katika pwani ya Afrika Mashariki zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Kilikuwa kutoka kwenye lugha za Kibantu na kuimarishwa na karne nyingi za biashara katika Bahari ya Hindi. Kwa hiyo, wakati mwingine utakaposikia Kiswahili kwenye wimbo, filamu au popote pale duniani, kumbuka tu, Kiswahili sio lugha tu unayosikia, ni urithi uliounganisha watu, tamaduni na mataifa kwa zaidi ya miaka 1000. Heri njema ya siku ya Kiswahili. Asante Mwangangi, na heri njema kwako pia. Wakulima wa Uganda walifungua kesi katika mahakama kuu ya Uingereza leo dhidi ya bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, kampuni ya EA Corp, wakitaka kutumia sheria za kikatiba, mazingira na tabia nchi za Uganda dhidi ya kampuni hiyo ambayo ni kampuni ya mradi uliosajiliwa nchini Uingereza. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Shirika moja lisilo la kiserikali na la kutetea haki za kibinadamu limesema wakulima hao 4 kutoka nchini Uganda wanatarajiwa kufungua kesi ambayo inaelezwa kuwa ya kwanza ya aina yake nchini Uingereza kupinga mradi wa bomba la mafuta wenye thamani ya dola bilioni 5.6 unaoongozwa na kampuni ya nishati ya Total. Bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki maarufu kama EACOP linaotarajiwa kuanza kufanya kazi mwakani litakuwa bomba refu zaidi duniani la kusafirisha mafuta ghafi. Bomba hilo litasafirisha mafuta hayo ghafi kutoka nchini Uganda, nchi isiyo na mlango wa bahari, hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Lakini wanasayansi wa masuala ya tabia nchi na makundi ya wanaharakati wa kutetea mazingira wameeleza kuwa mradi huo ni hatari ambayo itazalisha takriban tani milioni 380 za gesi chafu zitakazochangia ongezeko la hali joto duniani katika kipindi cha miaka 20 ya uendeshaji wake. Kampuni inayoendesha mradi huo wa EACOP inamilikiwa kwa hisa nyingi na kampuni ya Total Energies, huku serikali za Uganda na Tanzania pamoja na shirika la taifa la mafuta la China Sinopec zikiwa pia wanahisa. Hata hivyo, kampuni hiyo imesajiliwa nchini Uingereza. Wakulima hao wa Uganda wanasema mradi huo unakiuka sheria
za nchi yao kuhusu tabia nchi, mazingira na katiba, lakini wamesema wameamua kufungua kesi hiyo dhidi ya EACOP nchini Uingereza kwa sababu ya kile walichokiita kukabiliwa na ukandamizaji wanapojaribu kutafuta haki nchini Uganda. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Msikilizaji, ni kuarifu tu kwamba saa hizi Misri inaongoza bao moja kwa nunge dhidi ya Argentina, bao ambalo limefungwa na Yasir Ibrahim katika dakika 15 katika mechi hiyo ambayo inachezwa hivi sasa. Ilianza dakika 21 zilizopita kati ya Misri na Argentina. Mshindi wa mechi hii atamenyana na aidha Uswizi au Colombia katika robo finali ambayo itachezwa pia leo baadaye. Lakini kwa sasa basi ujue kwamba Misri ndio inaongoza wanafarao hao dhidi ya Argentina. Lakini kwa sasa nikuelekeze kuhusu mambo ya Ebola ambako shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado unatanuka na hawajaweza kudhibiti. Dr. Anne Anshia, mwakilishi wa WHO nchini DRC, anasema watu kutoka sehemu moja hadi nyingine katika maeneo yaliyoathirika wanachochea maambukizi zaidi. Ebola imeua zaidi ya watu 500 nchini humo, huku visa vilivyothibitishwa vya maambukizi vikipindukia 1500. Habinda Abubakar na taarifa zaidi. Wahudumu wa afya wanaohusika na kukabiliana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza mgomo na kusababisha mgogoro wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya Rwampara mkoani Ituri, wakidai hawajalipwa mishahara kwa zaidi ya wiki 7 licha kwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Wafanyikazi hao walijikusanya hospitalini na kuwasilisha waraka wa malalamiko yao, huku magari ya kubeba wagonjwa, maeneo ya kutenga wagonjwa yakionyesha ukubwa wa operesheni ya kukabiliana na mlipuko huo. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko na mwanachama wa timu ya ufuatiliaji ya Hislain Mbaneba amesema wahudumu hao wanajihisi kutelekezwa licha ya hatari kubwa wanazokabiliana nazo, akielezea kuwa wamefanya kazi kwa zaidi ya siku 52 bila kulipwa mshahara. Kwa upande wake, mwanachama wa timu ya ufuatiliaji wa jamii Daktari Ben Azano amesema wahudumu wa afya wamekuwa wakihatarisha maisha yao huku wakikosa malipo na baadhi yao wanalazimika kugharamikia usafiri kwa fedha zao wenyewe. Ameonya kuwa juhudi za kudhibiti mlipuko huo haziwezi kuendelea ikiwa wafanyikazi hawajalipwa stahiki zao. Wakati huo huo, wanachama wa timu inayosimamia maziko salama na yenye heshima kwa waathiriwa wa Ebola wanadai kukumbana na vitisho na mashambulizi kutoka kwa baadhi ya wananchi wanapotekeleza majukumu yao. Kiongozi wa timu hiyo Bahati John amesema aliwahi kujeruhiwa baada ya gari lao kushambuliwa kwa mawe, ambapo jiwe lilivunja kioo cha mbele cha gari na kumpiga usoni hadi kupoteza jino. Itakumbuka kwamba mnamo Mei 15 shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko wa Ebola katika baadhi ya majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo Ituri ambako hospitali ya Rwampara ndio iliko. Kwa mujibu wa serikali ya DRC, hadi mwishoni mwa siku Jumapili Julai 5, idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa ya Ebola yalifikia 1561 huku watu 506 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Asante sana Hamida Abubakar kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, utashangaa kwa nini naguna kwa kicheko ambacho nimekibana kidogo, lakini hapa studio kuna msisimko wa ajabu kwa sababu kila mtu anatizama. Kuna karuninga kadogo watumekewa humu studioni, wanaonyesha mechi kati ya Misri na Argentina. Na tunaungana na mwandishi mwenza hapa Roncliffe Odita ambaye amekuwa akifuatilia mechi kwa karibu na amekuja humu ana mihemko kweli kweli. Kinachokufurahisha ni kwa sababu Ronaldo kashindwa na leo Messi naye nasikia kafanya yake. Amekuwa mbuzi Messi mtu mzuri kwa kweli Roni. Na unajua mchuano huu ulikuwa unasubiriwa kwa hamu sana. Kwa sababu kwanza baada ya jana Cristiano Ronaldo kuondoka sasa watu wanasema ni nafasi nyingine ya Messi ushaona kung'ara tena. Nakumbuka Argentina ndio bingwa watetezi. Kwa hivyo wao ndio wana kombe la dunia kwa sasa. Wamekuja wakiwa wamejiamini kupita maelezo. Ndio tabu hizo za bila shaka. Na inasemekana kuna penalty hapa. Amepewa kwa faida msikilizaji ambaye hatizami mechi pengine yuko barabarani. Messi amepewa penalty kwa sababu alichezewa rafu ama? Kulikuwa na wengi wanasema haikuwa penalty lakini refa kapeana penalty kwa timu ya Argentina. Na mchezaji wao nambari 1 ndiye kapewa
jukumu la kufunga bao. Nakumbuka yeye na wachezaji wengine wawili tayari wanaongoza kwa magoli 7 kila mtu. Sasa watu wakakuwa tayari washahesabu kwamba hili ni bao la 8 la Lionel Messi. Mbappe akapewa penalty lakini mlinda lango wa Misri hajaamini Messi. Sasa na unajua kila wakati Messi anapofanya kitu mashabiki wake wanataka kumwangalia Ronaldo na ikafanya. Ronaldo tayari yuko nje ya michuano. Shafungasha virago na mwenyewe kwa ndio inapaswa kuwa mechi yake ya mwisho ya mashindano ya Messi pia wote wawili kwa sababu yeye ana umri wa miaka 41, Messi ana miaka 40. Umri tu bwana Roni mwanzo ya mambo ya umri mtu mnatuacha mtukome. Yule goalkeeper yule wa timu ya Cape Verde yule. Sana miaka 47. Umemwongeza sana wewe. Yule ana 40. Yaani yeye na Cristiano umri wao unatoshana. Lakini kwa kweli kwamba ameleta sifa kubwa kwa nchi yake na hivi sasa vilabu vingi vinamtaka. Kizuizi kikubwa ni hicho umri. Wanaangalia kwamba tukisaini mkataba labda mwaka 1 miaka 2 tu hatuwezi saini mkataba mrefu. Lakini tukirudi kwenye Argentina na wa Misri wana Firauni hawa. Bado ndo awamu ya kwanza ya nusu saa ya kwanza inakatika. Bado safari ndefu. Mchuano huu ndio umeanza tu tuko katika dakika za mwanzo. Kwa hivyo bado kwa sasa dakika 25 tu ndio wamecheza. Wamekwenda kwenye pumziko la kunywa maji kama kawaida ya sasa michuano hii inavyoenda. Na walemea wenzetu unajua wenyewe wajazoea. Leo kwanza wanacheza katika uwanja mzuri. Waarabu wa Misri wacha niseme Waarabu hawa Afrika wa kutoka kaskazini mwa Afrika. Joto ndo salama yao ndo ama hilo. Leo hata wanacheza katika uwanja mzuri. Kisingizio tu uwanja wa leo ni uwanja ambao ni full AC. Uwanja wanaochezea leo ni uwanja ambao uko vizuri tu. Lakini hii mara ya kwanza Messi kumiss penalty kwenye World Cup. Ni kweli na wengi ndivyo wanavyosema kwamba yeye hujinasua kutoka katika hali hii bado. Na kwa hivyo si mapema sana kwa Misri waanze kusherehekea. Wewe una wimbi la chuki dhidi ya Messi ninavyokutizama wewe. Unajua sasa hivi tumekuwa na mashindano haya hapa. Kila mtu akisema unajua kawaida katika mashabiki wa soka kuna watu mara mbili, kuna watu wa Cristiano na watu wa Messi. So wewe ni team? Mimi team Cristiano. CR7 mchezaji nambari 1 kuwahi kucheza soka karne hii ya 21. Hakuna mchezaji mwingine duniani atawahi kumfikia Cristiano Ronaldo. Sijui kama kweli lakini walisema niliona jana wanasema akanukuliwa akasema kwamba angeshinda asishinde bado yeye ndo Cristiano Ronaldo, hakuna mwingine. Ni kweli ashinde asishinde. Msikilizaji, bila shaka Ron Clifford mwenyewe atakuja kukuletea mengi zaidi kwenye Dira ya Dunia TV timu hapo saa 3 kwenye matangazo mengine kutoka hapa. Sisi tena muda sio rafiki tushagonga mwamba hapa. Tutakuarifu pia kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com kuhusu mechi hii itaisha vipi, mbivu na mbichi itajulikana katika kipindi cha dakika 30 zijazo. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya na Stea Mohamed, mhariri Robert Kipto, fundi wa mitambo Maxwell Onyango, mimi ni Karorobi na hii ni BBC. Kwa heri.